Bima Pub, urahisi wa maisha. Kwanza, asalamu alaykum. Awali ya yote nitaka nianze kwa kushukuru uongozi wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na Mafunzo sasa hivi, pamoja na mamlaka hii ambayo ndio inasaidia sana katika kutoa mafunzo ya mambo mengi pamoja na ubunifu, fundi stadi. Hili jukumu wamepewa wenzetu ambao tumewazoea kwa kuita tu VETA. Ukisema VETA unajua ni nini, kwa hiyo unakuwa huna maswali mengi. Lakini jambo la pili, nitaka vile vile nigusie kidogo tu kwamba mengi ya mambo ambayo mmeyaona hapa ni mazuri sana na yanaonyesha dhahiri kabisa kwamba tulikokuwa sipo tulipo. Tumepiga hatua kubwa tu kwa upande huu. Mafunzo ya ufundi stadi, ubunifu, vyote inaonekana. Ukipita hapa kwenye mabanda utaona picha kamili inayojitokeza. Sasa wenzetu wa VETA kwa maana ya ufundi stadi wana hadithi ndefu sana tu, lakini nadhani itoshe tu kwa ajili ya waandishi wa habari kusema kwamba ufundi stadi pamoja na mafunzo yanayoandamana na hilo pamoja na ubunifu katika maisha ya mwanadamu hawezi kuyakwepa. Yote hayo ni sehemu ya maisha ya mtu, lakini ni sehemu ya maendeleo ya taifa. Kwa mimi ninachokiona kikubwa hapa, pamoja na kuwapongeza viongozi, lakini nastahili vile vile kupewa kwa kweli pongezi kwa kazi kubwa ambayo umeifanya mpaka sasa. Nilikuwa naambiwa kwamba sasa hivi tuna vyuo vya ufundi na mambo mengine yanahusiana na ubunifu 80 wilaya kwa wilaya, sehemu nyingine wilaya na mkoa na kadhalika, na vyote vinahangaika na eneo la kutoa maarifa kwa vijana ili waweze kutambua kwamba wanaishi katika ulimwengu ambao umezungukwa na fursa tunayofanya, shughuli chomeleaji, ufundi seremala, ujenzi, vitu gani, karibu vyote ndio na wewe mwanadamu kila siku unavihitaji. Sasa wakati mwingine hili jambo hatulielewi sana. Umekaa nyumbani kwako, ka umeme kanawaka, ghafla vup kanazimika. Msikilize baba na mama watakapoanza kuhaa. Sasa umeme umekatika, sasa sichokonoa mwenyewe kama unaweza. Hawezi, kwa sababu ana ufundi. Maji bomba alikuwa anatoka ghafla vup. Unabaki unauliza sasa sio ametukatia, sio tuyalipa hela au nini? Kumbe wakati mwingine mitambo ndio imekorofisha. Mpaka patikane fundi aende kurekebisha, ndipo umeme urudi na ndipo maji yaendelee. Kwa hiyo ndani ya haya mafunzo wanayoyatoa utakuta kilimo wamo, ukienda kwenye ufugaji wamo, ukienda kwenye uvuvi wamo. Ukitazama sasa kwenye huduma za jamii, nenda afya, nenda elimu yenyewe na makando mengine yanayofanana hayo. Hawa mafundi stadi ambao wametoka kwenye vyuo hivi vya kwetu ndio nafasi zao na wao kuweza kuona kwamba nimesoma, nimepata maarifa, naweza nikaomba ajira pale nikapata. Na leo nimefarijika sana katika kuzunguka. Nimekwenda Tanzania Investment Center, kituo chetu cha uwekezaji. Wamefanya mahusiano mazuri sana na mamlaka ya VETA kwamba wale wawekezaji wanapokuja nchini watumie fursa ya kuwa karibu na TIC au Tanzania Investment Center. Wao wanahusiana sasa na VETA, wanajua vijana gani kwa ajili ya viwanda vya aina gani tumeshawatoa na wapo.
badala wao kupita pita na bahatisha, anamkuta Pinda anamwambia mimi, yani hapa you from China, yes yeah, me good, kumbe hana lolote, hata chuo chenyewe hajaenda. Kwa hiyo nimefurahi sana kwamba angalau linki hii itatusaidia sana kuwapeleka vijana kwenye maeneo stahiki. Lakini ninaangalia mahusiano sasa na taasisi nyingine. Kuna taasisi hapa ambazo si VETA, lakini kule waliko nao wanatengeneza vitu kama vijana ambao wanafundishwa VETA. Kwa hiyo akaamua kwamba hapa hizi taasisi zote hizi tuziunganishe sasa na VETA, ili wale vijana wanapotoka pale VETA tukiwajua, tunaweza na sisi tukajua mchango wetu katika kuwaunganisha na baadhi ya makundi. Kwa mimi napenda niamini kabisa kwamba hii kazi itatupeleka pazuri. Kurugenzi, wala usipate tabu. Nimepata matumaini makubwa sana baada ya kuona jambo linaloendelea hapa. Jambo la tatu, nitaka tu mjue, kwa maana wakati mwingine mnaweza mkafikiri huko nyuma tukuwahi kuwa na vitu kama vile kuwepo. Hata mababu zetu wa koloni walikuwa navyo. Kwa sababu swala la ufundi stadi hauwezi kulikuwepo katika maisha. Kwa hiyo Mjerumani alikuja hapa, Mwingereza tulikuwa naye. Yeye alichokiona kizuri, akawa na vituo hivi, anafundisha Waswahili ili waende wakafanye kazi kwenye makampuni yao na wao wenyewe. Basi huko kwingine mtajua na wenyewe, kitu ambacho hakikuwa sahihi. Na baba wa taifa mwaka 1954 hata alitano lenyewe alijazaliwa akiwa kwenye baraza, wakati ule baraza la kama bunge hivi na wakati ule akapiga kelele kabisa, akasema jamani, hili jambo lazima lifanyike kwa nguvu sana, kama nchi tulibebe. Huu mwelekeo tunaokwenda nao wa kukaa unaangalia mzungu mambo yake yanakwenda vizuri, Mhindi mambo na hapana, hatuwezi kukubali. Akasema ninaamini hili jambo litasukumwa litufikisha mahali ambapo na sasa tuwe tunatamba na idadi kubwa ya watoto waliosoma kwenye vituo vyetu. Sasa leo tunazungumza miaka 30 tangu VETA ianzishwe, lakini tuna miaka 50 ambapo ndio palitoka vivutiko kubwa sana la kusukuma ufundi stadi, mafunzo ya ufundi stadi yaweze kupewa nafasi kubwa, na sera zikawekwa na sheria zikaanza. Kwa hiyo tulipofika ile mwaka 95 ndio ikaonekana hapana, sasa lazima tuwe na chombo mamlaka ambacho kitakuwa kinasimamia sasa kazi hii yote kwa ujumla wake. Lakini wamejitahidi vile vile sana kuona namna ya kukuza uwezo wa walimu wanaofundisha kwenye hivyo vyuo, na hili jambo la neema, tukiwa nao wa kutosha, sababu idadi ya wanafunzi ni kubwa sana, lakini tunahitaji vile vile walimu wa kutosha. Kwa hiyo mimi nitaka tu nitoe wito hasa kwanza kwa vijana, watumie mwanya huu, watumie fursa hii kutafuta kila linalowezekana, upate nafasi ya kwenda kupata maarifa ya ufundi stadi kupita kwenye vyuo hivi vya VETA. Lakini viko na vyuo vingine sio VETA, lakini vipo vya watu binafsi, makampuni binafsi. Alimradi mmecheki na watu wanaoshughulika na mamlaka ya VETA, hawa watakwambia kampuni ile bomba, ile kampuni ya Pinda pale bomu, usiende, wanawajua. Kwa vijana, tumieni nafasi hii tuone namna itakapowasaidia kuwajengea maisha hapo baadaye. Na bahati nzuri nimekaangalia VETA tangu mkurugenzi mwenyewe alikuwa anatambulisha kwa maafisa wake wote dogo tu, hakuna libabu wala nini. Kwa hiyo napata matumaini kwamba fikra zao bado ni zile za ujana, kujaribu kuona namna kuwasaidia vijana kutoka walipo kwenda mbele zaidi kidogo. Kwa mimi nafikiri kwa ufupi tu niseme hayo, lakini kama kuna mtu ana njaa anasema hawezi kutoka hapa mpaka uulize maswali, haina shida. Asante ndugu waandishi wa habari pamoja na wadau ambao wapo hapa. Kwanza sisi tunashukuru sana kwa mzee wetu Mheshimiwa Pinda, waziri mkuu mstaafu, kwa kuweza kuja na kuweza kujionea nini VETA tunafanya, na nipende tu kuwaambia kwamba kuja kwake sio kutaka kuijua VETA. Ni mzee wetu, lakini pia ni mheshimiwa waziri mkuu mstaafu ambaye alisimamia pia
matokeo na maboresho ambayo VETA yameweza kutokea na mengine ambayo sasa hivi tunayaona yakiwa yamefanyika. Kwa katika miaka yetu hii 30 tuliona pia, kwa sababu na yeye pia ni mmojawapo ya watu ambao waliweza kushiriki na kuhakikisha kwamba VETA ina uwezo wa kuweza kuhakikishiwa kufanya vitu vyake na kuweza kutoa ujuzi kwa Watanzania, ni vema na yeye aweze kushiriki na kuweza kujionea wapi tulikotoka, alipokuwa ametuacha na wapi tunapotaka sasa hivi kwenda, na kama alivyosema ameweza kujionea mengi na ameona kabisa kwamba sasa hivi amesema anaondoa shaka, anaamini kwamba gurudumu hili la utoaji wa mafunzo ya ufundi stadi hapa nchini litaenda vizuri, na amekuwa ni mtu ambaye anatushauri na kutuambia tuendeje katika maeneo mbalimbali ya ujuzi, na sisi tunashukuru sana kwa kuja kwake, kwa kuzidi kutupa maoni, mawazo pamoja na maelekezo ambayo anaona kwamba tunatakiwa twende tukayafanye kwa ajili ya mustakabali mzima wa wananchi wa Tanzania. Lakini nipende tu kusema kwamba kama alivyosema, ujuzi ni kwa mtu yoyote, kwa kijana yoyote wa Tanzania ambaye anatakiwa aweze kuupata na kwenda kufanya shughuli mbalimbali hapa nchini. Kwa hiyo nipende tu kusisitiza vijana kutumia fursa hiyo kama ilivyosemwa na mzee wetu Mheshimiwa Mzee Gopinda, waziri mkuu mstaafu, kwamba ameona ujuzi hapa nchini unahitajika na vijana waweze kwenda kuupata. Lakini nipende tu kutumia fursa hii kwamba kusema kwamba VETA tulikuwa na maadhimisho haya ya kilele cha miaka 30 ya VETA ambayo tulianza tarehe 18 na kesho ni tarehe 21 ambapo maadhimisho haya yataweza kuja kufungwa. Clever vipi? Mbona uko nyumbani saa hizi? Au na wewe shamba limekushinda kama mimi eh? Unafeli wapi Mashaka? Yaani hadi leo unategemea kilimo cha mvua rafiki yangu? Mimi hapa nilipo naweza kuona kila kitu kwenye shamba langu. Watumishi wazembe na waona, nina mitambo ya kisasa ya umwagiliaji, nimeweza kuweka teknolojia za kisasa shambani na mambo mengi yanaendeshwa kwa mitambo tu. Ingekuwa hujamaliza pesa, ningekuambia unipe oda zako. Mashaka, acha ushamba. Ina maana kazi yote inayofanywa na serikali ya awamu ya 6 wewe huoni? Hakuna kijiji cha Tanzania ambacho hakijafikiwa na nishati ya umeme. Yaani serikali ya awamu ya 6 haina deni. Wewe jitahidi, fanya maombi, lipia uletee umeme haraka mpaka shambani kwako. Mimi nayaweza yote haya kwa kuwa gharama za uendeshaji ni nafuu sana nikitumia nishati ya umeme. Utajanjaruka lini Mashaka wewe?